kula goli 3 au goli 2. Kwa hiyo maana na yeye mwenyewe alikuwa anajiongeza. Ugangula hata Ulaya upo. Ile kisinia pale pa kuanzia mpira ni uchawi. Kwanza ulianzisha mpira ni nani? Si hawa mafilimasonia wameleta mpira. Mpira ni uchawi. Kwenye uchawi mimi sina shaka huko. Mpira ni uchawi. Moja kwa moja. Moja kwa moja mpira ni uchawi. Yaani mpira sikudanganye mtu, ni mpira ni uchawi. Ila kwenye maswala za tumia uchawi wako. Usitumie na nguvu zingine za kuwazoofisha watu. Bwana subiri kwanza, mimi nataka nipate maoni. Father, shikamoo. Mimi marhaba, mambo vipi? Safi kwema? Fresh. Bwana ndugu yangu hapa anasema mpira ni uchawi. Wewe unaamini kitu kama hicho? Mimi kwa kweli kusema mpira ni uchawi siwezi kuchukulia asilimia zote. Mpira bwana, kwa kifupi kwamba ni kipaji chako wewe mwenyewe. Kipaji chako wewe mwenyewe. Labda hicho kingine unaweza ukasema kama ni ziada, labda tu anafanya watu ambao sieleweka na kutokana kwamba kutokuwa na ufanisi wa wenyewe tu binafsi. Sawa, mechi ya leo ya Yanga pia unaizungumziaje ndugu yangu? Kuhusu mechi ya Yanga. Kuhusu mechi ya Yanga, labda mimi niweze niseme kitu kimoja. Yanga ya miaka ya nyuma sio Yanga ya sasa hivi. Yanga ya miaka ya nyuma kwa kweli katika miaka 4 ambayo iliyopita hapo nyuma ilikopo Yanga. Lakini Yanga ya sasa hivi ni ya kutafutana na kutokana katika usajili wao wenyewe wamepotea. Usajili wa Yanga ina maana haujaleta chachu mpaka sasa hivi. Usajili wa Yanga kwa mtazamo wangu nikiangalia kina Pakoma kipindi cha nyuma kina Ziki, si huyu ambao wanazungumzia Depo sijui, ingawa sio anasema kama ana magoli 6. Umeona bwana? Ndio amekuwa mchezaji bora wa mwezi. Sawa, lakini kuja kumtazama huwezi kumfanisha Depo na Maele hata siku moja. Au Stefan Aziziki huwezi kumfanisha na Depo hata siku moja. Depo mechi zake yeye zile za kuku sio unanielewa vizuri Zile mechi za kila akikutana na mechi za ng'ombe hafanyi chochote. Wewe ushahidi kamili zani uliuona. Simba uliona. Wewe sio kweli? Hazamu uliona. Depo alifanya nini? Piga on target moja tu. Alan Okero ulimwona nini? Huyo Alan Okero nyewe juzi kati hapa nadhani kwamba akamtafutia apige penalty aonekane naye kashinda. Kwa sio kweli? Sasa wewe unasemaje hapa? Hata sio mimi binafsi, mimi si Simba. Mimi si Simba, lakini mfano hata mwana Yanga ambaye anajua ukweli, akazungumzia ukweli lakini asizungumzie ule ushabiki. Sawa, turudi hapo kwenye Simba. Kwenye dirisha dogo hili umeleta wachezaji baadhi wamekuja kuleta kitu fulani cha tofauti kwenye timu yako. Je, unaamini kama unaweza kuchukua ubingwa? Swala la ubingwa anapanga Mwenyezi Mungu. Kutokana na mvutano mpaka sasa hivi ni bado mkubwa. Ukiangalia Azam, ukiangalia Yanga, wote wanakimbiza nini? Ubingwa. Unaelewa vizuri Ila pointi watu hawakuachana sana. Mshanaelewa vizuri bwana. Na ukiangalia Azamu inafanya vizuri. Nikiangalia Simba kwa sasa hivi ambao ipo ingia katika dirisha dogo, mimi nasema kwanza alhamdulillah. Yule ambaye aliyofanya scout, sababu kuna mwanaume na mfano wa mwanaume. Yule mwanaume unaelewa vizuri? Yaani kuna mwanaume afu kuna mfano wa mwanaume. Nataka unidadavulie hapo, mfano wa mwanaume yukoje? Mfano wa mwanaume unaweza kuona mwanaume lakini mwanamke Umetupa fumbo hapo. Unaelewa vizuri? Alafu unakuja kumpa mfano mdogo, angalia iki hapa hichi. Unamwona yule nani yule ambaye anamuita Tule? Unaionaje pale nyuma? Yuko vizuri. Umeona? Njoo yule Libasa, unamwonaje pale? Yuko vizuri. Umeona bado? Sizungumzie ushabiki. Njoo huyo ambaye anaitwa Innocent Eula. Unamwonaje? Yuko vizuri. Luemba, unamwonaje pale? Yuko vizuri. Anakichafua kweli kweli. Unaelewa vizuri? Ingawa kidogo mimi naweza katika upande wa kipa. Kipa yetu ni mzuri, ila kidogo ana madhaifu. Tunataka tutajie wewe madhaifu hayo. Anapenda sana kutema. Sio kumeza. Umeelewa vizuri? Na huo ndo mtihani. Kwa ikitokea sasa hivi ukakaa na golikipa utamshauri nini? Mimi kwa sababu si kocha wa makipa, ila tu nakwambia kwamba uongozi wa Simba ukae chini na ambayo kumwambia ambayo kocha kocha wa makipa wamweke vizuri yule golikipa, lakini na imani kama golikipa yetu ni mzuri, ila tu kutokana na changamoto kidogo. Kwa hiyo kati ya Kamara na Kasali na unapita na nani? Spider. Kwa hiyo unatamani Spider arudi? Naomba Allah amjalie kheri na baraka njema apone. Ina maana inasemekana kwamba mmemtoa kwenye mfumo wa usajili lakini bado yupo Simba. Je, haya ni ya kweli au ni maneno ya watu? Unajua mimi siwezi kuongea kitu ambacho nisiokiona. Unaelewa vizuri? Naweza nikaongea kitu kidogo nikajiingiza jela mimi mwenyewe. Tutaangalia mpaka hapo ambapo patapofikia kipindi cha usajili. Bijabeli mlimsajili kwa mbwembwe kubwa kweli kweli. Imefika Hussein Bijabeli wa Kenya. Imefika Bongo hapa. Inaonekana yani amecheza mechi moja tu ambayo amefunga goli, imekuwa ni injury moja kwa moja. Ili pia unalizungumzia? Bijabeli kwa kweli ni mchezaji mzuri. Unaelewa vizuri
sema labda alipotoka kule kwao, alipokuja hapa alikuwa unasema kwamba ana matatizo ndani ya mwili wake. Umeona? Lakini kwa jinsi angalia mfano mdogo tu. Mechi moja, goli hili. Je, kama anacheza mechi zake 20 yuko wapi huyo mtu? Umemrudisha Chama. Inaonekana amekuwa ni Chama mtaje kabisa Mwamba Lusaka. Mwamba Lusaka. Amekuwa ni lulu kweli kweli pale Simba na mnampenda kweli kweli. Inaonekana sasa hivi ndo amerudi, amekuja kuongeza morali ya wachezaji wengine. Inaonekana Simba sasa hivi inafanya vizuri zaidi. Unapomzungumzia Chama, unajua kuna watu kwamba walichukua kitu sio cha kwao. Baba sio wako, lakini unaambia mimi baba yangu huyu. Si utakuwa unanielewa sijui? Hapana, kuelewa vizuri. Baba ni baba, ambaye mtu kama mtu ni babake mzazi, ni babake mzazi tu. Huwezi ukabadilisha jina tu kumwambia huyu ndio babake mzazi, sio kweli. Damu lazima zitatofautiana. Unataka kuniambie Chama nyumbani ni Simba? Yule ni Simba, hata wazazi wake wanajua yule ni Simba. Unaelewa vizuri? Ina maana yeye alienda kule kwa zile nani zile za wale upande wa kule. Unaelewa vizuri Zile za kwa hivi na hivi, na mtu anataka pesa bwana. Wasa unafikiri kwamba mimi kuna pesa, sinakuja kuchukua pesa tu. Mnaona bwana? Nikija huko nazungua narudi nyumbani. Changu shachukua mapema, unasemaje? Sawa, kesho unacheza pia na Pamba Jiji. Unaonekana Pamba Jiji hatari sana wakiwa nyumbani kwao. Ili pia unazungumzia kwa mechi ya kwako ya kesho sasa. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi sizungumzii Simba wala Yanga. Yaani nazungumzia uhalisia wa mpira. Mpira kwa dakika 90. Unapozungumzia Pamba sasa hivi kinashamuka na bwao hapo kule. Si ndio? Valentino Noma nadhani yupo kule. Kwa kweli Pamba ni mzuri. Unaelewa vizuri? Yaani Simba inapotakiwa kutoka hapa isiende kuchukulia heti kwamba kule kuna shamuka la bwali toka kwetu, labda sijui Valentino Noma sijui alitoka kwetu au Pamba iko hivi. Wakacheze mpira kama, yani wanapoingia Simba sasa hivi watakawacheze kama finali. Wasicheze kama robo finali, wakacheze kama finali. Haya, nakupa nafasi sasa, kama unakuwa kama kocha, nipangie kikosi cha kesho cha Simba. Kusema kama mimi nianze kupanga kikosi, kwa kweli mimi katika mfumo wa kupanga namba hizi sipo katika mazingira yangu. Unaelewa vizuri? Ila tu nitasema baadhi ya wachezaji, nitataja wachezaji. Umeona bwana? Ila katika wachezaji nasema kama golikipa kama kawaida awepo. Umeona bwana? Yule Tule awepo. Kapombe pale asimame, Kibabage kama kawaida yake pale, Chama kama asimame pale. Umeona? Setiaula pale asimame pale. Umeona bwana? Huyu ambaye tunamuita Libasa. Umeona bwana? Kama yupo majeruhi asimame fresh pale. Innocent Eula Kagoma pale. Umeona bwana? Umeona bwana? Hao watu wote wafanya nini? Wacheze pale. Ushaelewa vizuri? Bwana, nashukuru sana. Inshallah, alhamdulillah. Nataka nizungumze naye vizuri leo ndugu yangu hapa. Bwana, asalamu alaykum. Alaykum salaam kaka. Vipi? Somo inasemaje? Tunamshukuru Mungu. Tuko kwenye hatua za mwisho sasa hivi tunashusha mlima yani. Bwana, nashukuru. Unatembea kwa jina gani? Wewe unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Omar Kibiriti, lakini maarufu napenda sana kulitumia jina la Kibiriti kwa sababu ndio jina langu la ukoo. Mimi ni Mtanzania halisi yani. Kwa hiyo jina hili nimelitanguliza mbele sana kwenye kila eneo. Ndio jina ambalo linasoma kwenye vyeti yani. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi bwana sio shabiki, mimi ni mwanachama wa Simba Sports Club na nimeshawahi kuwa kiongozi wa Simba Sports Club kwenye ngazi ya matawi yani kwenye wilaya ya Temeke. Wilaya ya Temeke. Yeah. Sawa, chama lako tuanzie kwanza leo mechi ya watani wako leo pia wanacheza kwenye uwanja ule ambao wewe mechi yako iliahirishwa kwamba maji yalijaa, wengine wanasema uwanja, wengine wanasema mmefanya makusudi, mmeacha kucheza na nini, alafu wamchezi mechi mara kwa mara kama unavyocheza Yanga. Wewe kama shabiki wa Simba na ni mwanachama wa Simba pia unazungumzaje maoni kama haya? Okay, mimi maoni yangu kwanza nitayatoa kwenye ushabiki wa Simba, nabaki kama mtu wa mpira. Kwa sababu niko kwenye mpira muda mrefu, nimekaa na vijana kwa muda mrefu, under 17 nimewasaidia kwenye kupita. Iko hivi, mamlaka ya mpira Tanzania ni TFF. TFF kwa mujibu wa katiba wanatakiwa waunde bodi. Bodi inaundwa na vilabu, ndio wanaopanga ratiba nani ucheze kwa wakati gani. Sasa ukimsikia mtu anasema kwamba Simba labda hawataki kucheza, Simba hawapangi mechi zao, wacheze lini? Unajua changamoto tuliyokuwa nayo kwenye mpira wetu si wa Tanzania, watu wanahamisha masuala ambayo hayako kwenye mpira ndio wanayaleta kwenye mpira. Mwisho wa siku wanakuwa hawapati matokeo, wanatafuta sababu za kuzungumza ambazo hazina tija. Bro, nataka nikwambie kitu kimoja. Simba kucheza mashindano ya CAF mfululizo, robo finali klabu bingwa mara 4, robo finali ya kombe la shirikisho mara 1, finali ya kombe la shirikisho mara 1, sio jambo jepesi. Lazima uangalie maeneo matatu. Kwanza uangalie investment ulioweka, una wachezaji wana quality kiasi gani.
Sasa ukisema kwa maneno wakati vitendo havipo, huwezi kufanikiwa. Ulikuja kucheza fainali ya kafu hapa Zanzibar, ukashindwa kupindua matokeo mpaka kuliacha kombe hapa Tanzania. Shida ulikuwa wapi mpaka mkashindwa kubeba kombe akati tunaliangalia? Yes, sawa. Kwanza umeuliza swali moja zuri sana. Unajua Simba walicheza fainali na timu ya kutoka Morocco. Ukienda kwenye viwango vya mpira barani Afrika, nafikiri Morocco unafahamu, kama sio namba 1 ni namba 2. Lakini pili, vilabu vya Morocco kimoja wapo kilichocheza na Simba ni vilabu bora barani Afrika. Tanzania sisi klabu ambacho kiko kwenye 10 bora ni Simba Sports Club peke yake, na wakati ule ilikuwa nafasi ya kama sio ya 4, kama sio ya 5, ya 6. Kwa hiyo kwa matokeo yale ya kucheza fainali, mimi nahesabu kama mtu wa mpira, kwanza Simba imefanikiwa, lakini pili Tanzania ndio imefanikiwa. Sasa hivi imekuwa kama kuna kitu ambacho kiongelea kwamba wananchi nje wanashindwa kufanya vizuri, hapa Bongo wanafanya vizuri, alafu nyinyi Simba ndio mmekuwa kama ni manguli kwenye kafu. Hilo pia unalizungumzaje? Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, kwa sababu wewe kidogo umri wako mdogo. Simba alishacheza fainali ya klabu bingwa mwaka 74. Nafikiri wewe wakati huo ulikuwa hata mawazo ya kuzaliwa nafikiri alikuwa hayapo. Lakini Simba hao wamecheza tena fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika mwaka 93. Nafikiri kama ulizaliwa basi ulikuwa mdogo huko kwenye level ya shule ya msingi. Lakini Yanga hawajawahi kutengeneza hiyo historia. Sasa kinacholeta shida kwa Yanga ni jambo moja tu. Msimu uliopita mwaka jana GSM alizamini vilabu zaidi ya 10 kwenye ligi. Ligi ina timu 16, umezamini watu 10, wanapocheza nao unafikiri ndio unapata nini ya? Lazima upate urahisi. Yaani kutoa mfuko wa kushoto kuweka kulia sawa baba mkubwa na mdogo. Unaona? Sasa ukitoka ukienda nje kwenda kushindana kwenye level ya vilabu barani Afrika, huwezi kufanikiwa kwa